Kinachoendelea: vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine, na chokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea kile ambacho kinaendelea kushika hatamu zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaamini kuwa rais wa Marekani Donald Trump anaweza kufikia wakati fulani kwamba haiwezekani kusuluhisha mzozo wa Ukraine, lakini hadi sasa kiongozi huyo wa Marekani anajaribu kumaliza mzozo huo. Kabla ya kuondoka Tel Aviv kuelekea Doha, afisa huyo wa Marekani aliulizwa kuhusu mstari mwekundu kuhusu Ukraine. Anajaribu kufanya kila linalowezekana ili kuimaliza. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na washirika wetu barani Ulaya juu ya dhamana ya usalama. Kwa sababu hiyo itakuwa muhimu katika suluhu lolote lililojadiliwa, Rubio alisema, na kuongeza kuwa Trump anaamini kuwa amani inawezekana na anaweza kuifanikisha. Wakati fulani rais anaweza kuhitimisha kuwa haiwezekani, bado hayupo, lakini anaweza kufikia hatua hiyo. Lakini unajua, ataenda hatua ya ziada. Kuna njia kumaliza vita hivi, anataka tu ikome, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema. Akaendelea, yeye ndiye kiongozi pekee duniani, kiongozi pekee anayeweza kuzungumza na wa Ukraine, wazungu na pia Warusi. Ni yeye pekee anayeweza na hatapoteza nafasi hiyo kwa urahisi, kwa sababu ndiye pekee anayeweza kuicheza nafasi hiyo. Vilevile naibu waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Ryabkov anasema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump unachukua mbinu ya kawaida kutatua hali ya Ukraine. Msimamo wa utawala wa Marekani unatokana na akili ya kawaida. Majadiliano na maelewano yaliyofikiwa katika eneo yanaunda msingi ambao ni lazima ujengwe juu yake. Hakuna njia nyingine isipokuwa kuelekea katika mwelekeo huu ili kufikia suluhu. Ryabkov alibainisha kuwa wakati Moscow haikubaliani na mapendekezo yote ya Marekani, mkondo wa sasa wa matukio unawakilisha hatua ya kurudi nyuma inayoendeshwa na wapinzani wa suluhu na Trump mwenyewe nchini Marekani na Ulaya. Waigizaji hawa, alisema, wanabaki wakizingatia wazo kwamba Urusi inaweza kupigwa magoti na kushindwa kimkakati. Kulingana na Ryabkov, kundi la wanamgambo wenye hasira kali na wale ambao hawawezi kukubali kwamba ushindi dhidi ya nguvu za nyuklia hauwezekani kimsingi, wanazima sauti za kisayansi zaidi. Ningependa kelele hizi za kizunguzungu zinazoibuliwa na kundi la Ulaya zisifiche akili ya kawaida inaendelea kusikika huko Washington, alihitimisha. Vilevile, Beijing iko tayari kudumisha mawasiliano ya karibu na mamlaka ya Poland ili kuwezesha makubaliano ya kudumu na ya lazima juu ya suluhu ya mgogoro wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi anasema China iko tayari kudumisha mawasiliano ya karibu na Poland na pande zingine zinazohusika ili kuhimiza kuhitimishwa kwa makubaliano ya amani ya kina, ya kudumu na ya lazima, kuanzisha mfumo wa usalama wenye uwiano, madhubuti na endelevu wa Ulaya na kufikia amani na utulivu wa kudumu barani Ulaya. Wizara ya mambo ya nje ya China ilimnukuu Wang Yi akisema baada ya kukutana na mwenzake wa Poland Radoslaw Sikorski mjini Warsaw Septemba 15. Rais wa Marekani Donald Trump anafanya kila awezalo kumaliza mzozo nchini Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasema hii sio vita Trump, aliambia Fox News. Trump alirithi vita hivi na sasa Rais Trump anafanya kila awezalo kujaribu kuvimaliza. Kulingana na Rubio, Trump ametumia kiasi kikubwa cha mtaji wa kisiasa, nishati na muda katika kujaribu kukomesha. Vilevile, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anaamini rais wa Marekani anaweza kufikia wakati fulani kwamba haiwezekani kusuluhisha mzozo wa Ukraine, lakini hadi sasa kiongozi wa Marekani anajaribu kumaliza mzozo huo. Kabla ya kuondoka Tel Aviv kuelekea Doha, afisa huyo wa Marekani aliulizwa kuhusu mstari mwekundu kuhusu Ukraine. Anasema anajaribu kufanya kila linalowezekana ili kuimaliza. Tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na washirika wetu barani Ulaya juu ya dhamana ya usalama, kwa sababu hiyo itakuwa muhimu katika suluhu lolote lililojadiliwa. Wakati fulani rais anaweza kuhitimisha kuwa haiwezekani, bado hayupo, lakini anaweza kufikia hatua hiyo. Lakini anajua ataenda hatua ya ziada. Kuna njia kumaliza vita hivi, anataka tu ikome. Yeye ndiye kiongozi pekee duniani anayeweza kuzungumza na wa Ukraine, wazungu na pia Warusi. Ni yeye pekee anayeweza na hatapoteza nafasi hiyo kwa urahisi, kwa sababu ndiye pekee anayeweza kuicheza, alifafanua. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Kwenye uwanja wa kivita ni kwamba mifumo ya ulinzi ya anga ya Urusi imeharibu na kunasa ndege zisizo na rubani 87 za Ukraine katika maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi imeripoti. Pia ulinzi wa anga wa Urusi umekamata na kuharibu droni juu ya wilaya 5 za mkoa wa Rostov. Kulingana na habari za awali, hakuna majeruhi. Moto wa nyasi ulizuka ambao ulizimwa haraka, Gavana Yuri anasema kupitia Telegram. Hapo hapo kwenye uwanja wa kivita, mashambulizi ya jeshi la Ukraine yamerekodiwa katika mwelekeo wa Gorlovka wa Jamhuri ya Watu Donetsk katika muda wa saa 24 zilizopita, msimamizi mkuu wa DPR na serikali inaripoti. Shukrani kwa Babu ya Kivita ni Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.